Mheshimiwa Mwenyekiti, wilaya ya Kyerwa ina rekodi ya matukio ya moto, ikiwa ni pamoja na eneo au shule imewahi kuungua ya watoto wadogo. Kwa hiyo nataka kujua mkakati. Wakati huo tunategemea halmashauri ya wilaya ya Karagwe kupata gari la zimamoto, na ule ni mji unakuwa ni wilaya ambayo inakuwa kwa kasi. Nataka kujua mkakati wa haraka kuhakikisha ile wilaya ina gari la zimamoto, na pia mji wa Nkwenda, kwa sababu ni mji unakuwa ukiwa na petrol station, kuhakikisha kwamba tunaepusha majanga ambayo yamekuwa yamejitokeza kama siku zilizopita. Mheshimiwa Naibu Waziri. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba kujibu swali la nyongeza Mheshimiwa Anatropia kama ifuatavyo. Mheshimiwa Mwenyekiti, kama nilivyojibu kwenye jibu la msingi, serikali imeshaagiza magari 150 tayari kwa kusambaza katika wilaya zote hapa nchini ikiwepo na wilaya ya Kyerwa. Asante. Tunaendelea na swali linalofuata, swali ya Wizara ya Maji. Mheshimiwa Naibu Waziri, nakushukuru sana. Mheshimiwa Jafari Wambura Chege, mbunge wa Rorya, sasa aulize swali lake. Je, lini mradi wa maji miji 28 Rorya Tarime utakamilika? Swali hilo linapatiwa majibu na Mheshimiwa Engineer Kundo Mathew. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali inaendelea na utekelezaji wa mradi wa maji wa miji 28 wa Rorya Tarime uliopo mkoani Mara. Kazi zinazotekelezwa katika mradi huo ni pamoja na ujenzi wa dakio intake katika ziwa Victoria lenye uwezo wa kuzalisha maji lita milioni 29 kwa siku, ujenzi wa miundombinu yenye uwezo wa kutibu maji lita milioni 28 kwa siku, ulazaji wa bomba umbali wa kilomita 90, ujenzi wa matenki yenye jumla ya ujazo wa lita milioni 10, sanjari na ujenzi wa kituo kimoja cha kusukuma maji, yani booster station. Mheshimiwa Mwenyekiti, utekelezaji wa mradi huo umefikia wastani wa 12.5% na kwa mujibu wa mkataba unatakiwa kukamilika mwezi Julai 2025 na kunufaisha wananchi 460,885 waishio katika wilaya ya Rorya na Tarime. Asante Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Chege. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwanza nishukuru serikali kwa ujenzi na utekelezaji wa mradi huu wa miji 28 kwa maana ya Rorya Tarime, na tuna imani utakapokamilika wananchi wengi wanakwenda kunufaika na mradi huu. Pamoja na hayo na kazi nzuri, Mheshimiwa Mwenyekiti, ninayo maswali mawili ya nyongeza. Kwa kuwa wananchi wa zaidi ya kata 3 kwa maana Nyamagaro, Nyamtinga na Changasaga ni moja kata ambazo zinazunguka chanzo cha maji eneo lilipojengwa chanzo hiki, na wananchi hawa waliridhia wakati chanzo kinajengwa kupisha maeneo yao bila kulipa fidia yote na serikali, ili serikali iweze kulaza bomba na kujenga chanzo hicho. Nataka nijue serikali sasa ione muhimu wakati mradi huu ukiendelea, wananchi wa kata hizi waweze kunufaika na maji kabla mradi huu haujakamilika 100%, ili angalau eneo la chanzo wananchi hawa waweze kuanza kunufaika na mradi wa maji safi na salama. Lakini swali langu la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti, chanzo cha maji cha mradi wa Kinesi kinahudumia zaidi ya wananchi 20,000. Chanzo hiki Mheshimiwa Mwenyekiti kimeanza kutitia kwa sababu ya ongezeko la maji kwenye eneo hili, na sio salama kabisa kwa watoa huduma, kwa maana maafisa wanapotoa huduma pale inapotokea changamoto. Nataka nijue sasa serikali haioni kuna umuhimu wa kubadilisha chanzo hiki, kutoa fedha na kubadilisha ujenzi mwingine wa chanzo hiki ili kuepuka madhara yanayoweza kujitokeza, kwa sababu sasa hivi si salama na kimekaa muda mrefu na kikweli kimechakaa. Serikali haioni kuna umuhimu sasa wa kujenga chanzo hiki pembeni ili kunusuru madhara yanayoweza kutokea kutokana na changamoto ya chanzo hiki cha maji mradi wa Kinesi? Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na pia nimshukuru sana Mheshimiwa Jafari Chege, mbunge wa Rorya, kwa namna ambavyo anaendelea kuwapigania wananchi na kwa namna ambavyo anaendelea kushirikiana na serikali ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, kata za Nyamagaro, Kiangasaga pamoja na Nyamtinga, ni kweli kabisa, kwanza kabisa nawapongeza sana wananchi wa kata hizi kwa kujitolea na kuhakikisha kwamba mradi huo unapita bila fidia yoyote, na ahadi ya serikali bado iko pale pale kwamba mradi huu utawanufaisha wananchi wale ambao wako kwenye chanzo. Pale ambapo chanzo kinapoanza, basi wananchi wa eneo hilo waweze kupata huduma ya maji safi na salama. Lakini vile vile umekuwa utaratibu wetu Wizara ya Maji kuhakikisha kwamba miradi ambayo haihitaji kukamilika kwa 100%, kama kuna existing infrastructure ambazo zina uwezo wa kupokea maji ambayo tayari yameshazalishwa, basi haihitaji kusubiri mradi ukamilike kwa 100% ili wananchi wapate. Kwa hiyo nakuhakikishia Mheshimiwa Jafari, wananchi wako kabla mradi haujakamilika kwa 100% wataanza kupata huduma ya maji safi na salama. Kwa upande wa swala la pili, Mheshimiwa Mwenyekiti,
Chanzo chetu cha Kinesi kweli kimekuwa na changamoto, lakini nitumia fursa hii kwa niaba ya Mheshimiwa Waziri wa Maji kumwelekeza RM mkoa wa Mara kwenda kwenye chanzo hicho na kukikagua na kujiridhisha changamoto iliyopo. Kama itahitaji kukihamisha, basi serikali itafanya hivyo na tutatenga fedha kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi hawapotezi hicho chanzo ambacho kimekuwa ni msaada kwao. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Dr. Angelina. Mimi naitwa Juma, mmiliki wa magari ya usafirishaji wa mizigo na abiria. Natumia Bima Pap kwa sababu inaruhusu kuweka TIN namba yangu wakati wa kununua bima. Inafanya iwe rahisi kudai vati kutoka TRA kwa kutumia hati hiyo hiyo ya bima. Uwezo wa kupata mkopo bwana. Hii inasaidia sana kugharimia mambo mengine ya uendeshaji hata kama bajeti inabana. Tumia Bima Pap kwa kupiga *150*51 alama ya reli au kwa WhatsApp tuma neno Bima Pap kwenda namba 0764166066 ujipatie bima. Bima Pap, urahisi wa maisha.